yake ya kiwango cha hali ya juu mno kuweza kungamua nani atanisaidia kwenye mechi gani. Kwa Musa Kamara, alifanya kwenye mikwaju ya penalty, maana kuna kipindi pia watu walikuwa wakifananisha Kamara na Marco Wingi. Kamara ametupeleka nusu finali. Amecheza penalty 2, mnyama amefuzu, ameonyesha kiwango cha hali ya juu mno. Kusema kweli, wale ambao walikuwa wana wasiwasi kwa nini tuna makipa wengi wamepata majibu yake. Kwa nini tumemchukua Musa Kamara? Ametusaidia, ametuvusha, tumekwenda nusu finali. Sio kwenye mikwaju ya penalty. Tulikuwa na pressure mechi nzima. Yaani wakati tuna mechi inaanza tu tayari unaanza na pressure kwa sababu mko nyuma. Kwa hiyo mechi inaanza kuna pressure. Unapata goli moja bado unaendelea kuishi kwenye pressure kwa sababu bado haujamaliza kazi. Unapata bao la pili bado unaendelea kuwa kwenye pressure kwa sababu mpinzani wako akipata bao moja inakulazimu wewe utafute mabao mawili ili uweze kuvuka. Kwa hiyo haikuwa mechi ya starehe hata kidogo. Ni kama vile tumeangalia filamu ya kutisha ya kizombi. Hauwezi kuenjoy hata muda mdogo. Ushawahi kuiona movie ya Final Destination? Hauwezi kuenjoy kuangalia ile movie. Kila muda unakuwa unajificha namna hiyo kwa sababu unajua kuna ajali mbaya itatokea, watu watakufa. Kwa hiyo ndio mechi ya leo haina starehe hata kidogo. Ilikuwa ni mechi ya kuvuka. Filimbi ya mwisho imepulizwa na kwenda kwenye penalty bado na kwenyewe kuna pressure kubwa. Pressure inakuja tukikumbuka tumewahi kutolewa mara 2 kwenye robo finali kwenye hatua ya penalty. Tumetolewa na Orlando, tumetolewa na Wydad. Kwa hiyo wakati penalty zinaanza unakumbuka namna ambavyo mlifeli mara ya kwanza, mlifeli mara ya pili. Najiuliza, hii tutavuka kwenye penalty? Lakini unapata matumaini kumuona anayekwenda kupiga penalty ni fundi wa penalty duniani, Jean-Charles Ahoua, binadamu pekee ambaye hakosagi penalty. Unapata matumaini ya kwamba huyu akifunga tuko sawa sawa. Lakini unajiuliza kama huyu ndio mtaalamu wetu wa penalty, akikosa maana yake ameiangusha timu nzima. Lakini Mungu ni wetu, Ahoua anafunga penalty ya kwanza, anafungua milango kwa wenzie na wanaokuja wote wanafunga, nyama anakwenda zake nusu finali kibade. Mechi mkiwa na silaha ya kila namna na ulisema tunatumia kila aina ya silaha. Silaha zimelipa, lakini pia mashabiki ambao wamejitokeza na mmevuka. Hakuna kitu ambacho hatujafanya kwenye hii mechi. Tumesali, tumefunga, tumeomba, tumetoa sadaka, tumefanya kila kitu. Tumemuomba Mungu kwa kila lugha, Kiswahili, Kiarabu, Kiingereza, Kifilipino, Kibantu, kuhakikisha kwamba Mungu anapokea maombi yetu na mnyama anafuzu. Ahmed, mwanzo mlionekana kumpelekea mwaliko Mtume Mwamposa. Ni wazi Simba imefuzu, tarudisha pongezi ama shukrani kwa Mtume. Watu wote ambao wameshiriki kuisaidia Simba kupata ushindi wanastahili pongezi. Watu wote ambao tumewalika, watu wote ambao wamenunua tiketi, wote hawa kwa pamoja ni collective, yani ni mafanikio yaliyotokana na nguvu ya pamoja. Watu wote wanastahili pongezi na tunawashukuru sana. Mnamtaka nani hapo kwenye mechi ya baadaye? Yeyote atakayekuja sisi tuko tayari kuruka naye dance. Yes. Zamalek tunakwenda kujikumbusha historia yetu ya mwaka 2003 na tangu baada hapo hatujawahi kucheza naye tena. Kwa hiyo tunakwenda kukutana naye safari hii. Kama ni Stellenbosch tuko tayari kuruka naye. Malengo ni yapi? Mmefanikiwa kufuzu naileta kombe Tanzania ama malengo ya Simba sasa baada ya kufuzu hapa? Alafu wewe ni mtu mpya sije kukuona. Ni nani unaitwa? Singano. Toka TV gani? Sanga TV. Sanga TV ndio wale wazee wa mazengwe. Sio nyenye. Basi kauli ya mwisho mnaambia hii tunaleta hizi. Malengo ya kwanza yalikuwa ni kuvuka robo finali kwenda nusu finali. Ilikuwa ni lazima mwaka huu
tuvuke hapo twende hatua inayofuata, kwa sababu usingependeza tena kuishia hatua ile ile kwa mwaka wa 6. Kwa hiyo tumetimiza lengo la kwanza la kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Bahati mbaya ama nzuri, ratiba ya nusu finali ni katikati tu hapo ya mwezi wa 4. Kwa wale wote ambao wanahitaji kwenda aidha Afrika Kusini ama kwenda Misri, waanze maandalizi mapema. Kama ni Misri basi visa, kama ni Afrika Kusini tutakachia hapo Tunduma, walete Zambia Kusini hapa. Sawa bana Kuanzeni maandalizi. Kwa hiyo lengo la kwanza limetimia, kuvuka. Lengo lililobaki sasa ni kutoka nusu finali kwenda finali yenyewe. Na tukifika finali yenyewe tunaweka malengo mapya ya kuchukua ubingwa. Kwa sasa malengo yetu yanakwenda kulingana na mechi husika. Malengo ya ujumla tumefanikiwa ya kuvuka kwenda nusu finali. Sasa kwenye nusu finali tunaweka malengo ya kwenda finali. Kwenye finali tunaweka malengo ya kwenda finali yenyewe.